Basi nikawa moja kwa moja nimeshtuka. Niliposhtuka leo nimejibanza sasa pembeni hivi kwenye jiwe. Ndio kengele zile zikaanza kulia kwenye maji mle. Okay. Sasa zile kengele baada ya kuanza kulia mle kwenye maji, muda si mrefu nikaona kundi kubwa la watu wanakuja. Okay. Wanakuja kwenye kisima pale. Walikuwa ni wamevaa yani kama ni nguo fulani za kuziba tu labda sehemu za asili na wanawake kwenye maziwa huko. Okay. Alafu walikuwa kama wamejichora chora majivu. Sawa. Ilikuwa ni kundi kubwa la watu, sio watu kama 20 hivi. Wengi kabisa. Sasa mimi nikiwa nimekaa pale, sasa nikawa nahofia wale watu watakapokuja pale wanaweza labda wakanizuru. Sawa. Sasa nataka nikimbie, lakini sehemu ya kutokea haipo, ina kwamba mpaka nirudi tena huku nilikopitia. Nipite hiyo njia wanaokuja nayo, ina kwamba nitachangamana nao. Sawa. Kwa hiyo nikaja tena baadaye nikapata ujasiri, tulia hapa hapa. Lakini ukiwa pale nilipokuwa nimesimama na mtu akiwa hapa anachota maji, na maana kwamba anakuona, yani ni hapo jiwe liko hapa, mimi nimesimama kwenye jiwe hapa, alafu kwa chini hapa sasa ndio kuna ile chemchemi ya maji. Okay. Sasa nikiwa hapo, hao watu wakawa wamekuja. Ndio sasa natetemeka pale. Wakafika moja kwa moja mpaka pale kwenye yale maji. Walikuwa na kama vibuyu fulani hivi, ila vimekatwa sasa, vimetengenezwa kama design fulani kama kibakuli unaweza ukachotea maji. Sawa. Walipofika pale mimi nimesimama pale imetulia. Wakawa wamechota yale maji wakanywa, wakachota maji wakanywa. Mimi nawaona, kumbe sasa wakawa hawanioni. Okay. Lakini mwanzoni nilikuwa na hofu, lakini kaja kugundua mbona hawanioni, kwa sababu sioni kabisa mtu ananiangalia, na nikiona kabisa kama mtu ananiangalia, nikijaribu basi hata kujitikisa kidogo hivi naona yuko busy. Kwa hiyo nikaja nikagundua ni kama hawa watu yani kwanza nikapata ujasiri wa ghafla, kumbe watu ni kama hawanioni. Sawa. Unaona? Basi wakawa wamechota yale maji, wamechota wakanywa. Wengine kama walikuwa wanamwagiliziana vichwani, kuna mambo walikuwa wanaongeongea pale. Baadaye wakamaliza. Walipomaliza wakanyanyuka. Sasa na mimi pale nikawa nimepata hofu. Ndio. Sasa nikawa sitaki tena kuchota maji. Nikawa nataka sasa nikimbie hivyo niende nyumbani bila maji. Sawa. Sasa walipokuwa wameondoka pale, hali baadaye kaji katulia. Yale maji yakarudi vizuri. Yaani ndio nataka niyavuke hivi nipite niondoke. Yale maji yakarudi kwenye hali yake ya kawaida. Nikasema sasa kwa vile hao wameshaondoka, ngoja nifanyeje? Nichote maji tu niende nayo awamu ya mwisho, sitorudi. Sawa. Nikaamua kuchota yale maji. Nilipochota yale maji, nimechota vizuri yale maji, nimejitwisha kichwani. Sasa ndio natembea sasa, kuna kama kamlima fulani kalikuepo, afu kuna mawe. Ndio sasa nataka kuvuka kale kamlima, nikutane kuna sehemu fulani ilikuwa tambarare, afu kulikuwa na kama kauwanja fulani ambako tulikuwa tunatumia pia kucheza mpira. Ndio. Sasa nimefika karibu na ule uwanja. Moja kwa moja nikakutana tena na wale watu walikuwa pale. Wale kwenye ule uwanja walikuwa wamesimama pale. Okay. Sasa nilipoona pale nimejitwisha maji, moja kwa moja niliogopa, nikawa nimeangusha ile ndoo ya maji. Nikawa sasa nataka kukimbia. Sawa. Ile nataka kukimbia huku na kugeuka nyuma, naona tena kuna wengine, tena kundi jingine tofauti na ile lilokuja pale kwenye kisima, kwenye kisima pale. Sasa nilipoona pale nikawa nimehofia kweli, yani nikawa nimeogopa. Ila sasa kuongea, kwa sababu toka mwanzoni kwa gati tumesha katazwa kwamba ukikutana na watu wa namna hiyo, hata akikuongelesha usiitike, wala akaja nyumbani kama hivyo, labda umelala ukasikia sauti na kuita, usiitike. Wanakuwa na namna ya kuweza kukushambulia endapo kama umejibishana nao. Sawa. Kwa hiyo sasa ukae kimya. Sasa kupitia hiyo mbinu, kwa sababu nilikuwa naelewa kwamba watu sio wa kuongea nao. Sasa mimi sikuweza kuongea chochote, labda kujitetea kwamba nisamee au nini, lakini hawajaamua kunifanyia chochote. Lakini mimi naona kama wamenizingira. Ndio. Basi moja kwa moja niliangusha ile ndoo ya maji. Nikawa nataka kukimbia, lakini kila ninapotaka kukimbia naona kama kuna kundi kubwa la watu wengine wako pale. Basi moja kwa moja nikawa nimesimama pale, sasa nasubiri nione ni nini kitatokea, kama watanichukua, kama watafanya chochote, nione kitakachotokea pale. Umekata tamaa? Nimeshakata tamaa. Hakuna sehemu ya kukimbilia. Hamna sehemu ya kukimbilia. Lakini sasa hapo sasa nikiwa nimesimama pale, yani sasa yani najiuliza sasa nifanyeje? Yani kuna kama ujasiri fulani ulikuja, yani kama kifua, kama kuna kitu kikuja kikakaa kikanijaza nguvu. Unaona? Na kuna akili moja ikaja kanituma kwamba yani kama wazo ulikuja kanijia kwamba watu jaribu kukabiliana nao. Sawa. Unaona? Sasa kwa nyuma nilipokuwa nimesimama, kwa nyuma yangu hivi kulikuwa na mti ulikuwepo.
kulikuwa na mti ulikuwa pale, mti wa mbaazi. Sasa nikawa nimejaribu kama kuchuma fimbo. Sasa nilipochuma ile fimbo, kwa sababu wale watu walikuwa wamezingira wanazidi kusogea. Okay. Yaani wanakuja taratibu taratibu, nikachuma ile fimbo. Nilipochuma ile fimbo, nikawa sasa nimeamua kutoka spidi moja kwa moja kuwafuata. Okay. Nilipofika pale nikaja nimebahatika kupiga watu kama 2 3. Kumbe wale watu walikuwa wanioni. Japokuwa walikuwa wanakuja kwenye ule mti, kuna mambo walikuwa wanataka kufanya kwenye ule mti. Okay. Sasa na mimi nilipokuja, kumbe nikasimama kwenye ule mti, yani ni kama walikuwa hawawezi kuniona tena pale. Sawa. Lakini wazo likawa limekuja moja kwa moja niweze kufanyaje? Kuwashambulia. Kwa hiyo nilipotoka kwenye ule mti moja kwa moja kuja kuwashambulia, ndio walikuja wakafanyaje? Wakaniona. Lakini nilipowapiga na ile fimbo, ni kama kuna nguvu ni kama kuna nguvu zikuja zikajitokeza pale. Wao wakashindwa kufanyaje? Kupambana tena na mimi kwa huo muda. Okay. Kwa hiyo kilichofanyika baada ya kuwa sasa nimewashambulia pale, wale watu waliweza kupotea, yani kwa mfumo kama wa visiki. Unaona? Na ule ni uwanja ambao tunacheza kila siku, huwa hauna visiki vyovyote vile, lakini ikaja ikatokea kama visiki fulani hivi vya miti ambavyo vilishakatwa. Unaona? Sasa ile nataka niondoke, naona tena visiki sasa pale uwanjani. Sasa nikawa na tahamaki, sasa mbona visiki tena vimejaa hapo uwanjani wakati mimi mwenyewe sijawahi kushuhudia hii hali, inakuaje? Unaona? Basi nikawa nimechukua tu na ndoo yangu hapo. Nikawa nimechukua ile ndoo yangu ya maji na kile kidumu, kwa sababu ule muda nilidondosha. Nikawa nimeiacha pale chini. Nikawa nimebeba sasa bila maji. Umebeba bila maji? Kwa sababu baada ya hapo nilidondosha pale. Okay. Sawa, sasa baada ya kuwa nimetaka sasa kushambuliana na wale watu, ila nilipoona ile hali ya vile visiki, sasa nilikuwa na tahamaki, na kuaje huu uwanja kila siku tunacheza mpira, sioni visiki vya miti vyoyote hapa. Basi nikawa nimeamua kuchukua tu ile ndoo yangu na kidumu nilichokuwa nacho moja kwa moja, nikaamua kukimbia nirudi sasa nyumbani. Kwa hiyo nimekimbia nimeenda, yani nilipita njia nyingine ambayo sio ile ambayo natumia siku zote kupitia kwenda kisimani, kwa ajili ya kuhofia kwamba labda naweza nikakuta tena mbele yangu. Kwa hiyo nilichokifanya nilitafuta njia nyingine, nikazunguka, nikawa kama nazunguka alafu nirudi nijikute ile njia kwa mbele huko. Okay. Sasa ile nimeenda nimekimbia kwa mbele kidogo, nilipofika nikakutana na njia panda ilikuwepo, ambao sasa hiyo njia panda inarudi kuja kushika njia ambayo nilikuwa nimeikwepa, na njia nyingine tena zilikuwepo ambazo zilikuwa zinaelekea sehemu tofauti tofauti. Sasa nikawa nimeamua sasa nipite sehemu za vichaka, ni kama shortcut, ili nje sasa nitokezee nyumbani moja kwa moja pasipo kupita barabarani. Ndio. Sasa ile sasa nimekatiza vichakani, moja kwa moja nakimbia pale. Ndio. Kwa mbele yangu, sababu ilikuwa ni vichaka, kwa mbele yangu nikawa naona kama kuna kitu kama kinawaka kwenye kichaka, yani kule nakoelekea. Sasa nikawa nimesimama, kama kuna vitu ambavyo sielewi. Sasa kwenda kuangalia pale, kulikuwa na chui mkubwa alikuwa pale kwenye kichaka kile pale anaangalia. Sasa kawaida ya chui au baadhi ya wanyama wengine akiwa labda ni giza, yale macho yanakuwa kama yanawaka. Kwenye ikiwa gizani. Sasa nilivyoangalia yale macho kunishtua kama anawaka hivi, kwenda kuangalia ni chui. Sasa nilipofika pale, nikasimama sasa baada ya kumwona ni chui moja kwa moja, nataka nigeuze nikimbie. Yaani alikuwa kwanza ana umbo tu dogo, akaanza kuzungusha mkia wake. Kama kuna upepo fulani unakuja, kama kuna mungurumo fulani hivi ambao sasa ulikuwa unasikika. Akazidi kujaa zaidi. Alivyozidi kujaa pale sasa nikawa nimeogopa, nikajua kabisa hapa sasa nimeisha. Yule chui baada ya hapo alikimbia akaenda, yani alizungusha, alikuja akazunguka akanizunguka alafu akawa kama amekimbia. Sasa baada ya kukimbia tena na mimi nikafanyaje? Nikakimbia sasa naelekea huko nyumbani. Japo yeye alivyokimbia hakuelekea huko nakotaka mimi kuelekea. Ni kama alirudi nyuma yangu huko. Sasa nimeenda tena kama hatua kama 10 hivi, namkuta tena mbele yangu. Huyo chui. Nikafika pale tena. Sasa nilipofika tena pale akiniona tena nakimbia, tena nikienda nakutana naye mbele yangu. Paka nyumbani. Unaona?
Kwa mpaka nakuja kufika nyumbani na yeye akiwa pale nje. Umemkuta tena mazingira ya nyumbani? Nyumbani kabisa pale, nimemkuta pale nje. Okay. Sasa nilipomkuta pale nje, nilichokifanya moja kwa moja nikafungua mlango, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikaa tu kidogo, ilikuwa kama mida kama ya saa 9 sasa. Nikapumzika tu kidogo kwa kumepambazuka. Baada ya hapo sikutaka kufanya chochote, nienda moja kwa moja mpaka kwa yule mzee. Mganga yule. Kwa yule mganga. Nikamwambia bana, mzee wangu mimi kwa kweli hali inazidi kuwa tete, sielewi. Okay. Kwa sababu matukio yanazidi kuwa makubwa. Ndio. Unaona? Sasa kitu ambacho sijaelewa mpaka sasa hivi, yani inakuaje hii hali, kwa sababu sio tukio la kawaida. Unaona? Ndio. Sasa akaja kaniambia, sasa hapa kuna kitu ambacho kwa baadaye nitakuja nikwambie, ila kuna jambo moja kwanza nataka unisaidie tulifanikishe. Kwa hiyo ukishamaliza hili jambo ndio nitakuelezea. Unaona? Ndio. Nikamuuliza jambo gani hilo ambalo nataka tena nikusaidie, kwa sababu mimi sasa hivi kama nimesha pata hofu na uoga kwa haya masuala, kwa sababu kila nikija naenda nakutana na tukio jingine ambalo sio la kawaida. Ndio. Akaja akaniita akaniambia njoo huku ndani. Nikawa nimeenda moja kwa moja ndani. Akanipatia, ulikuwa ni mche wa sabuni, hizi sabuni za kawaida hizi za kufulia. Sasa ule mche akawa ameukata kama vipande 7. Okay. Alivyokata ule mche vipande 7 akawa amenipatia mbegu za nandi za pamba. Hii pamba hii zao hili wanauzaga. Okay. Hii cotton. Sasa amechukua zile mbegu zile zilikuwa na zenyewe 7 vile vile. Yeah. Akaniambia sasa chukua hizo mbegu hizo za pamba, chomeka kwenye sabuni humo katikati. Nikachukua zile punje zile za mbegu za pamba, nikaanza kuchomeka kwenye kila kipande cha sabuni. Nikachomeka jumla vile vimbegu vijumla vikawa punje 7 kwenye vipande 7 vile. Sawa. Kila kipande na mbegu moja. Kila kipande na mbegu moja. Okay. Nilipomaliza kuchomeka pale, akaja akaniambia haya, weke hapo mlangoni. Nikaweka pale mlangoni. Nilipoweka pale mlangoni, kuna sindano hivi alikuwa nayo, akaniambia chukua hii sindano. Nikaichukua, akaniambia sasa hii sindano choma kila kipande cha sabuni, unachoma unatoa, unachoma unatoa, unachoma unatoa. Ukishamaliza njoo nayo. Nikachukua ile sindano nikaanza kuchoma vile vipande vya sabuni, nikamaliza. Nikaenda pale, sasa alikuwa pembeni yangu hivi ana sufuria moja hivi. Huku chini amelitoboa kama chujio. Okay. Inakwamba kimwaga maji yanamwagika chini. Nadondoka. Sasa nikaenda pale akaniambia hiyo sindano niweke kwenye sufuria huko. Nikaweka kwenye sufuria mle. Nikaweka kwenye sufuria mle, akaniambia unaona maji kwenye jagi? Achukua hayo maji, mimina huko kwenye sufuria. Kwa kama amenishikia ile sufuria, mimi nikachukua yale maji nikaanza kumwaga kwenye sufuria mle. Okay. Nimemwaga, sasa namwaga yanamwagika chini huko. Yaani sio kwamba yanabaki, namwaga yanapitiliza. Yeye ananiambia mwaga kidogo kidogo. Nimemwaga kidogo kidogo, nimemwaga yale maji akaja yakaisha kwenye jagi. Ndio yameshamwagika huko chini, yameisha. Sasa baada ya hapo nilipomaliza tu kumwaga yale maji, akaniambia sasa hizo nguo ulizovaa kimbia moja kwa moja, kuna mti fulani vile kwa amenielekeza. Kimbia moja kwa moja mbele kwenye mti fulani, kwa sababu miti tunaijua sama majina, aliniambia mti unaitwa jina fulani uko sehemu fulani. Kimbia moja kwa moja kwenye hizo, yani kwenye huo mti, hiyo nguo uliovaa ya juu. Naenda kautupia ule mti, afu kimbia moja kwa moja urudi ndani, ubadilishe hiyo suruali uliovaa, uvae nguo nyingine. Basi nilipomaliza kumwaga yale maji moja kwa moja nikakimbia mpaka kwenye ule mti, nikavua shati, nikautupia, nikakimbia moja kwa moja tena nikarudi nyumbani, nikaja nikabadilisha. Kuna kama bukuta fulani hivi nilikuwa nimevaa. Yaani nimebadilisha, nimeanza tu kubadilisha hivi, nimetoka nje. Kipindi hicho kama nilivyosema kulikuwa na kiangazi sana, hamna mvua. Ndio. Yaani mawingu yametanda, yani kama vile kuna mvua kubwa sana inakuja. Baada ya kumwaga tu yale maji na kwenda kutupa zile nguo, nikaenda sasa kubadilisha nguo ile bukuta ambayo kwa hali yao ikabadilika. Yani kutoka tu ndani hivi. Ni mawingu yani yamejaa, yametanda, ngurumo zinapiga kweli. Sasa pale kuna mtu mmoja alikuwa ameenda kwa yule mzee. Kuna mama mmoja alikuwa ameenda pale, akawa amemwambia bana, mimi kuna mwanamke wangu amechukuliwa. Kuna wabibi walikuwa, yani kuna tamaduni zilikuwepo kwamba kama mwanamke hakuzaa mtoto wa kiume kwa hicho kipindi, alikaje kafikia umri wa kuzaa ukapita,
hajazaa mtoto wa kiume au hajazaa mtoto yote yule. Yeye anaoa mwanamke. Yaani anatafuta mahali anaoa binti. Okay. Akishaoa yule binti sasa anakuwa ni yani anahesabika kama ni mke wake. Lakini anatafutiwa mwanaume mwingine ambaye atakuwa anazalisha yule binti. Na wale watoto wanaozalishwa pale na kwa yule binti wanaitwa jina la huyu mama huyu ambaye hakuzaa. Sasa huyo bibi kumbe alikuwa ameoa mwanamke wa namna hiyo. Alafu kuna jamaa alikuwa amemnyang'anya yule mwanamke. Okay. Akawa amemwiba yule mwanamke, ameenda naye nyumbani kwake. Sasa tulivyofanya kile kitendo, tulivyomaliza, baada ya ile mvua yale mawingu kutokea pale, kuna radi ilitokea kwa yule jamaa sasa ambaye alikuwa ameiba yule mwanamke. Ikapiga kwenye huo mji, ikamchukua yule mwanamke yeye na nguo zake, ikamrudisha mpaka kwa huyu bibi. Unaona? Sasa baada ya kufanya hicho kitendo tu, yale mawingu radi ilipiga kweli, nisikia ilipiga. Mwangu ulikuja mkali, kapiga kabisa. Okay. Baada ya hapo yule mzee akanifuata, akaniambia njoo sasa uone. Ndio sasa akanielekeza, akaniambia bana, kuna bibi alileta kazi yake hapa. Kuna mtu alimwibia mwanamke wake, ilikuwa hivi na hivi na hivi. Ndio tulikuwa tunatengeneza hii kazi, na sasa hii kazi wewe ndio umeitengeneza kwa mikono yako hii. Ambia sawa. Kwa hiyo sasa hapo inakuwa kuaje? Sasa akaanza kunieleza, akaniambia wewe, nishakwambia una kitu ambacho kinaweza kuwa ni cha tofauti kidogo. Okay. Kwa hiyo sasa kuna vitu sasa ambavyo natakiwa nianze kufanyaje? Kukufundisha. Unaona? Basi tukawa tumekaa pale sasa, kwanza nikawa nashangaa kwa sababu baada ya huyo mwanamke kuwa radi imepigwa kwa yule jamaa aliyekuwa amemwiba, akarudishwa kule, ilibidi mimi baadaye niendepo kwanza ili nikahakiki na nimuulize yani imetokea kwa sababu mzee aliniambia ni kwa mikono yangu hilo swali limefanyaje, limetendeka. Ndio zile hatua zote ulikuwa unazifanya? Ndio hizo hatua za miche ya sabuni, siji kuweka mbegu, siji kufanyaje, kumwaga maji kwenye sufuria iliyotoboka. Okay. Kumbe ni maandalizi sasa ya hicho kitu. Sasa baada ya hapo nikawa nimeenda kwa yule mwanamke. Nilipofika pale nikamuuliza imekuwa kuaje, akasema yani mimi mwenyewe mpaka naogopa. Kwa sababu kweli mimi huyo kijana alikuja akanishawishi kweli, akaniambia nitaolewaje na mwanamke. Nikawa nimeamua kulizia, nikaondoka. Nikamwambia mimi nataka uniambie hali ilikuwaje, yani hiyo radi ilivyopigwa mpaka wewe kuja kujikuta uko ndani. Ndio. Yani imekuwaje, yani umechukuliwaje, kwa sababu sio kwamba alitembea, yani ni ile kufumba na kufumbua akajikuta yuko kwa huyu bibi karudi. Sawa. Sasa nikaanza nataka kujua ile hali ilikuwaje. Akaniambia mimi mwangu ulikuja mkali kabisa, yani naona kama vile nataka kufanyaje? Kuungua ile na upisha nafumba macho hivi. Kama unataka kuniumiza nikafumba macho, kwenda kufumbua macho nikajikuta niko ndani. Okay. Unaona? Ambia sawa. Sasa kweli hapo nikawa na mimi sasa nikasema huyu mzee kweli anaonekana maajabu sana. Kabidi sasa nirudi kwa yule mzee, nikamwambia mimi nimeenda mpaka kwa yule mdada, nimefuatia, nimemuuliza, ameniambia kila kitu, inaonekana kweli hiyo radi imefanyaje, imemrudisha. Akasema hiyo ni kazi ambayo huyo bibi alileta. Kwa hiyo sasa kuna hatua nyingine ambazo tunaweza kuzipitia mimi na wewe, ambazo itabidi niwe na kuelekeza na unafanya. Nikamwambia na kwa nini mimi sasa unielekeze niweze kufanya hizi kazi na usifanye mwenyewe au mtu mwingine? Akaniambia wewe, cha kwanza inaonekana una uwezo fulani wa ziada, na kitu kingine ni mtu ambaye tayari yani hili swala yani ni kama naweza nikasema umezaliwa nalo. Okay. Kwa hata baadhi ya mimea ambayo mimi nakuwa naitafuta unaona naikosa, lakini naipata kupitia wewe. Kwa hiyo kupitia wewe utanisaidia vitu vingi, na mimi ikiwezekana kama kwa baadaye nitakuja kukusaidia vitu vingi, au hivyo hivyo utavijua vitakuja kukusaidia pia, au utasaidia watu. Sawa. Nikawa nimemwambia sawa. Sasa akaniambia bana, kuna zoezi moja ambalo sasa natakiwa tukalifanya. Sasa natakiwa tuhame mazingira. Tutafute poli, tuende tukae kwanza kwa ajili ya kufanya hili zoezi. Nikawa nimemwambia basi sawa. Ndio. Basi tukawa tumeondoka pale, nakumbuka tulienda kuna kichaka fulani kilikuwepo kikubwa, alafu kwa nyuma kuna msitu mkubwa sana. Akaniambia sawa, hapa tutakaa hapa kwa muda fulani na kuna baadhi ya vitu ambavyo nitakuelekeza. Ndio. Sasa nikamwambiaje, sasa hapa inakuaje, kwa sababu mimi nipo nyumbani na nategemewa, kuna shughuli zipo ambazo natakiwa mimi niweze kuzifanya,
na wazazi wapo pale wananitegemea, majirani na mambo mengine. Kwa hiyo nitakuwa nayafanyeje na wakati tayari mimi naonekana nipo sasa huku kwenye haya mambo yako haya. Sawa. Akaniambia hiyo haina shida, yani wewe pale nyumbani utakuwa unaonekana upo na kila kitu kitakuwa kinafanyika, lakini kumbe wewe uko hapa. Nikamwambia sasa hii inawezekanaje? Mzee mkali wewe. Inawezekanaje kwa sababu mimi nipo hapa kwako lakini nyumbani pia naonekana, inakuaje? Akaniambia sasa mimi ninachofanya hapa kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Akaniambia njoo hapa, nikasogea pale mbele. Akaniambia hapo unaona kivuli chako? Akaniambia hichi hapa. Na mimi siona kivuli changu hichi hapa Akame funga macho. Nilipofunga macho pale ameniwekea mikono kichwani. Aliweka mikono kichwani akatoa. Akaniambia tafuta kivuli chako. Kwa hiyo angalia sikioni chake kipo. Akasema sasa hapa kwa namna hii ndio tunafanya hivyo. Pale wewe upo na hapa pia upo. Kwa hiyo hapa mimi nitakutumia kwenye mambo yangu na kule pia utafanya shughuli zako. Mwili uhalisia wako uko wapi? Nyumbani au wapo? Uhalisia wangu uko kwa mzee. Sawa. Lakini nyumbani kule mimi yani sioni mazingira kabisa, sikumbuki. Hata sioni chochote. Okay. Lakini yeye ananiambia kule mimi tayari nipo. Ndio. Na hata kama nikiambia fanya kitu fulani nitafanya, nipo pale. Sawa. Unaona? Sasa mimi nikawa najiuliza sasa hapa inawezekanaje hapa? Basi tukawa nimekaa pale. Tukakaa pale sasa akaanza kuwa ananilia na ananielewesha sasa. Ananiambia bana ukikuta labda kuna tatizo fulani lipo 1 2 3 huwa tunafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mpaka baadhi ya vitu vingine sasa akawa ananiambia hebu nitafutie kitu fulani ili tuweze kufanya jambo fulani. Kwa hiyo kupitia mimi baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anataka vifanikiwe, yeye alikuwa ni kama hana tena uwezo wa kuvipata japo anavijua. Okay. Ila sasa kwangu mimi akaja akagundua mimi naweza nikana yani kama nilikuwa na kipaji au bahati ya kupata vile vitu. Sasa akawa ananiambia wewe sasa hebu leta kitu fulani. Nikitoka tu kwenye huo msitu nikazunguka narudi nacho. Unakipata yani? Napata Naambia bana chapa. Ananiambia sasa tufanye hivi. Sasa akawa amenifundisha pale mambo, siku moja sasa akawa ameniambiaje? Sababu siku ile mvua ilivyonyesha pale ilinyesha hiyo siku. Ndio. Na haikunyesha mvua kubwa kwa sababu ilikuwa kwa ajili ya ile radi. Sasa akaja akaniambia bana kuna sehemu kuna yani kwa sababu kiangazi kilikuwa kinatokea muda mrefu sana, kuna mama alikuwa anajikusanya wanaandaa kama ni unga yani kama ni unga, mwingine anakuja na mahindi, mwingine mtama nini kama zawadi. Sasa akaniambia kuna sehemu alikuwa anapeleka vile vitu, wanaomba mvua na zinaweza kufanyeje kunyesha. Akaniambia sasa pale kuna mti ambao ndio kuna mzimu mkuu ambao sasa huo mzimu mkuu inabidi nikupeleke ukafanya pale muujiza ili uweze kukufahamu na uweze kukutambua. Okay. Sasa tutakachokifanya inabidi mimi na wewe tuondoke. Tutaenda pale moja kwa moja. Tukishafika pale mimi nitakuacha peke yako. Sitakuwepo. Lakini sitakuwepo hutaniona wala watu wengine kuniona, lakini mimi nitakuwa niko tu mazingira yale. Sawa. Kwa hiyo cha kufanya ukishafika pale wewe nenda simama kwenye ule mti. Akawa amenipatia kingozi fulani kilikuwepo pale. Ukishasimama kwenye ule mti, wakija pale wakianza kuomba, wakatoa yale mazao kama zawadi wakaleta pale, wewe chukua ngozi, anza kukungunta, yani kama vile umefua sasa nguo. Unataka kuanika labda sasa unaanza kutoa maji. Kupunguza kwanza kupunguza maji alafu ndio naenda kuanika. Sasa ile ngozi ni nani kwa muda kwa namna hiyo. Sawa. Basi nikawa nimechukua kile kingozi kweli, nikafika pale mpaka kwenye ule mti. Sasa wala mama akaja, kumbe pale pia hawanioni na ni mchana sio usiku. Nikafika mpaka kwenye ule mti. Nilipofika pale wala mama akaja pale kweli, wakawa na yale mazao yao, wanasema tunaomba mvua, ukame jamani, maisha magumu, hali ngumu kwa sababu hamna maji. Wakawa wameomba sana pale. Sasa baada ya hapo nikachukua kwa kile kingozi nikaanza kukungunta kile kingozi, nimekungunta kama mara 7 hivi. Ndio. Baada ya hapo mawingu yakaanza kama ile siku nilivyoenda nikatupa na huo mti ni mti mwingine lakini unafanana na ule ambao nilielekezwa nikaenda kutupa ile nguo siku ya radi. Sawa. Kwa hiyo nilivyokungunta pale kwenye ule mti pale
japokuwa mimi sasa nilianza kukunta ile ngozi, pia ule mti na mimi ulipotea pale, sikuuona. Okay. Nikawa nimebaki mwenyewe. Lakini hawa wenyewe hawanioni, wanaona ule mti. Japokuwa na mimi kipindi nilipokuja nilikuwa nauona. Lakini ile hali ya kukunguta tu ile ngozi, ule mti ulipotea pale. Basi baada ya hapo nikawa sasa nimekunguta ile ngozi pale, mawingu yakaanza kutokea pale angani. Mawingu yametokea pale, yani dalili ya mvua kabisa ikawa sasa imefika pale. Yani wakaanza tena kukimbia wenyewe. Kabla hawajaenda mbali, mvua ilipiga kubwa sana. Lakini cha kushangaza mimi nikiwa pale, ile mvua inanyesha, mimi haininyeshei. Eneo lile nikiwa pale, yani ni kama vile nimejikinga sehemu fulani, lakini mvua inanyesha sehemu yangu ile ambayo nimesimama, sigusi wala sisikii upepo wa baridi yoyote ile. Okay. Mvua ilinyesha kubwa sana, yani mvua ilinyesha, watu wakakimbia. Siku hiyo nakumbuka mpaka upepo ulitokea, baadhi ya nyumba zilizuliwa, miti ilidondoka kwa upepo. Basi baada ya hapo mvua ilivyoisha pale, nikajikuta moja kwa moja niko kwenye ule msitu, pasipo kurudi kwa kutembea au kwa kujitambua. Kwa kujitambua, yani kama nilikuwa nimelala. Sawa. Unaona? Sasa baada ya hapo nikamuuliza, mzee, mbona sielewi? Kwa sababu nilikuwa mazingira fulani. Akaniambia yeye ni uhalisia, mvua kweli imenyesha kule. Kwa hiyo sasa hii ni zoezi nyingine ambalo nimelifanya na wewe, na nimekudhihirishia na wewe pia umedhihirisha kwamba unaweza kufanya kitu kikubwa. Sawa. Sasa baada ya hapo akawa sasa amerudi, akaanza kunifundisha sasa. Pale tukawa kwa sababu alikuwa na kazi ya kutibu wagonjwa pale nyumbani kwake. Ndio. Tu anakuja labda ana bawasiri, ana shida, sijui anasumbuliwa na yani magonjwa kila aina pale alikuwa anatibu pale. Sasa akawa ananitumia mimi, ndio naenda nachuma ile miti naileta, tunaandaa. Wakati mwingine kama hata anaumwa au kama ana mambo mengine, anakuwa sasa mimi ananiagiza naenda sehemu fulani, kuna watu fulani wapo pale hudumia. Okay. Sasa tumeendelea maisha. Baadaye sasa nikaja nikamwambia sasa nahitaji kwenda nyumbani. Na hapo ulikuwa umepita muda gani? Ilikuwa imepita kama wiki moja. So, akaniambia unataka kwenda nyumbani? Nikamwambia sasa. Akaniambia sasa mimi nakuruhusu uende nyumbani. Utakaa kama tena wiki moja. Baada ya wiki moja utarudi pale nyumbani kwangu. So, ukisharudi pale nyumbani kwangu kuna zoezi jingine tena tunaenda kulifanya. Nikamwambia sasa nataka kurudi nyumbani. Ndio. Sasa pale nyumbani nitaambiaje? Akaniambia nishakwambia pale hamna shida, wewe nenda. Sasa umeniambia mimi niko pale. Sasa nikifika mfano labda nikamkuta yule mwingine yupo, sasa itakuwaje? Tukawa wawili. Akaniambia wewe naenda, ukishafika tu pale kadri unapofika utazidi kuwa mmoja huyo. Ndio. Unaona? Basi nikawa nimeondoka moja kwa moja pale. Akaniambia ila sharti nalokuambia hapa, ukiwa naenda nyumbani hakikisha hauzungumzi na jinsia yoyote ya kike. Yaani ukikutana na mwanamke yoyote yule usiongee naye wala hata salamu. Ila kama utakutana na vijana wenzio jinsia yoyote ya kiume, hata story piga tu. Ndio. Lakini haya pia upaswi kuwaelezea au kuelezea mtu yoyote. Sawa. Nikawa nimemwambia sawa. Basi nikawa nimetembea mpaka nikawa nimekaribia sasa karibu na nyumbani. Sasa nimekaribia na nyumbani hivi ndio nimefika karibu, yani kwenye eneo letu. Sasa nimefika kwenye eneo ambao ni mashamba ambao tunalima pale. Nikawa nimekutana na binti fulani hivi ambaye alikuwa ni mtoto wa shangazi. Sasa akawa ameniita. Sasa ile kuniita mimi nikaona napotezea kwa sababu nimeambiwa nisiongee na mtu yoyote. Nikawa niko biza na kazana. Akawa ananiita, "Mbona kuita au sikia?" Akawa amenikimbia, akaja akanishika mkono. "Wewe umekwaje? Sina kuita utaki kusikia." Mimi nikawa nimejikuta hapa nimefanyaje? Nimemjibu. Nikamwambia, bana samahani. Nilikuwa sijasikia afu na mawazo sana, maana na njaa kweli hapa." Kwa hiyo ndio maana. Alafu kitu kingine ni kwamba kipindi nilikuwa niko pale msituni, tulikaa hizo siku zote hatukuweza kula chochote msituni. Katika ile wiki ambayo tulikaa kule. Okay. Kwa hiyo hata kuhisi njaa tulikuwa tuhisi. Sasa hiyo siku ambayo sasa nimeachiliwa narudi ndio nianza kusikia ile njaa. Okay. Lakini kipindi tuko pale tulikuwa hatuli wala hatufanyije, lakini tunaishi tu na hamna njaa. Sasa baada ya hapo sasa yule binti alivyoniongelesha pale nikawa nimejikuta nimemjibu. Nilivyomjibu pale nikawa nimerudi moja kwa moja nikaja mpaka nyumbani. Nikafika pale nyumbani nikakaa. Sasa nimekaa kama nusu saa hivi. Ndio. Kuna nyuki wakaja wengi sana.
ilikuja kundi kubwa sana la nyuki, wakaja wakazunguka mji wetu, wakazunguka. Kulikuwa pale nje kulikuwa na magala ya kuhifadhia chakula, ilikuwa kama 4. Kwenye ile gala katikati kuna gala fulani ilikuwa katikati upande wa kulia, zikawa zimeingia zile nyuki kwenye ile gala ambapo kulikuwa na mahindi mle. Sawa. Wakawa wameingia moja kwa moja. So kulikuwa na ulezi, sio mahindi. Kulikuwa na ulezi mle. Okay. Wakawa wameingia mle. Sasa wale nyuki walivyokuja, yani hiyo siku sasa wakaja wakaingia kwenye ile gala, wakajaa moja kwa moja, wakawa wameweka mle makazi. Sasa baba anarudi kwenda kuangalia nje, nyuki wamejaa kwenye gala. Nikamwambia hapa kuna nyuki, msiguse, watakuja wafanyeje? Wang'ate. Asema basi sawa. Baada ya hapo sasa nikawa nimekaa, ikafika mida sasa mimi mwenyewe najishtukia kwamba hivi mimi ndio nimeweza kufanya matendo yale yote, na mimi mbona bado ni kijana mdogo sana, mbona napitia maswala. Ndio. Sasa akili yangu sasa ikawa iko sawa, yani nawaza vitu vingi sana kwa zile hali ambazo zimeweza kutokea. Sasa baada ya hapo ukawa nimelala hiyo siku. Kesho yake nikawa nimeamka. Niliamka yani najisikia kama yani naumwa sana, yani siko vizuri, unaona? Basi nikawa nimeachia watoto pale nyumbani. Nikamwambia sasa wewe hautaenda shambani. Inabidi ubaki na watoto, wapikie uji, uangalie kwa sababu wewe mwenyewe umesema unaumwa. Kaambia sawa. Sasa kuna mijusi fulani hivi walikuwa wanaota jua asubuhi kwenye ile gala. Nikawa nimechukua mawe pale, nikawa nawalenga wale mijusi. Piga mjusi wa kwanza, nimerusha jiwe la kwanza, jiwe la pili, kumbe sikukumbuka kwamba kuna nyuki pale, nitakuwa nimewachokoza. Ndio. Sasa baada ya hapo nilivorusha jiwe la pili, nimekaa kama tu dakika 10 tu, yani nimesahau. Nyuki moja alikuja spidi moja kwa moja mpaka shingoni akaning'ata. Hivyo ning'ata afa kaganda hapo, mimi nikamshika, nikampasua, nikamtupa chini. Yani ile kuzunguka natoka nje hivi, kundi lote la nyuki limetoka linaniandama mimi. Watoto wote waliokuwepo pale nje wameng'atwa na nyuki, ng'ombe wameng'atwa, wamekimbia, yani nyumbani ya kukaliki. Nikabidi sasa mimi nikimbie. Kwa waling'ata kila kitu pale, kila kitu kilichokuwepo pale. Kwa sasa mimi sasa wakabaki tena wanafanyaje? Wananifukuza. Kwa hiyo mimi nakimbia spidi, huku kichwani nina kundi kubwa la nyuki. Sawa. Mimi nikushikana shika na pasua na tupa na yani kila sehemu sasa wamejenga, nataka kuingia kwenye mapua. Nataka kuingia masikioni, najaribu sasa kujiokoa pale. Nikakimbia, nikapita kwenye kichaka fulani kilikuwepo, nikaingiamo, nikatoka, nikaingia kwenye kichaka kingine, wakazidi kupungua. Hivyo mpaka wakaja kapungua kabisa wote. Sasa baada ya hapo walipopungua wale nyuki, nikitaka kurudi maeneo ya nyumbani, nasikia kama naona tena kama kuna kundi kubwa liko mbele yangu la nyuki linataka kunifuata. Kwa hiyo narudi tena huko mtaani. Nikikaribia nyumbani nawasikia. Sasa baada ya hapo moja kwa moja nikawa nimeenda kwa dada yangu huko ambako ni mwanzoni nilianza kwamba kuna sehemu tukaenda tukachukua wale ng'ombe. Nikawa nimeenda pale kama nimeenda kusalimia. Kwa sababu kila nikijaribu kurudi nyumbani na kama naona kama nazuiliwa na wale nyuki. Na hao nyuki hawakukuletea madhara, labda mwili kuvimba? Nilivimba kweli, nilivimba masikio, mdomo, nini. Yaani walinijeruhi vibaya mno. Okay. Sasa baada ya hapo nikawa nimesema ngoja niende kwanza kwa dada hapa nikamsalimia nikiwa hivyo hivyo nimevimba tu hivyo hivyo. Nilipofika pale nikakuta dada alikuwepo, nikaongea naye. Nikamsalimia. Kaambia bana mimi nimekuja kusalimia, akasema sawa karibu. Yaani amenikaribisha tu na yani wazo likapotea tena la kuendelea hapa. Nikamwambia ngoja kwanza narudi. Nikatoka moja kwa moja nikabidi ngoja niende kwanza kwa yule mzee ili hata kama atakuwa na dawa anisaidie dawa ambazo naweza nikatumia kupunguza labda uvimbe, kwa sababu yani nilikuwa navimba mpaka hata macho hayaoni, mashavu haya yamevimba kweli. Okay. Sasa baada ya kufika kwa yule mzee sikumkuta pale nyumbani. Nikawa nimekaa pale nje, kuna viti fulani vilikuwepo, ni viti vya mbao hivi lakini unaweza ukakikunja afu kakikunjua. Basi kuna kiti kilikuwepo pale nje afu kulikuwa na mti wa mpapai. Nikawa nimekaa pale kwenye kile kiti namsubiria. Sasa nimekaa kwenye kile kiti nimeegemea hivi, nikawa nimesinzia kwenye kile kiti pale. Sasa muda nimesinzia kwenye kile kiti, sasa kuna hisia zinakuja kichwani kwamba kuna kitu kiko
mbele yako. Hebu fumbua macho utazame. Nikitaka kufumbua macho, akili inakuwa nzito naacha. Ghafla tu nikaja nikafumbua macho hivi. Kwenda kuangalia mbele. Kuna nyoka alikuwa mbele yangu. Kuna joka mmoja alikuwepo mkubwa kabisa, alafu alikuwa yani sio kwamba labda yuko chini, yani labda ananiangalia labda akiwa chini, yani kasimama wima. Okay. Amesimama wima kama moja hivi hewani. Ananitazama kabisa hivi.